kwamba njia ya no election walioamua kuitumia hatuoni kama itatufikisha kule tunakotaka kufika. Moja, tunaona kuwa haiwezekani kuzuia uchaguzi kwa kuwa nje ya uchaguzi. Kujaribu kuzuia uchaguzi huku ukiwa nje ya uchaguzi itakuwa ni sawa na kufanya jinai. Uwezekano pekee wa kuzuia uchaguzi ni kushiriki uchaguzi wenyewe kwa kuhakikisha tunaingiza wagombea katika uchaguzi. Ni rahisi kwa wagombea kuhamasisha na kuongoza wananchi kuzuia uchaguzi katika vituo mahususi vya uchaguzi, katika kata au majimbo yanayoelekea kufanyiwa hujuma, kuliko kujaribu kuzuia uchaguzi wote huku tukiwa nje kabisa ya uchaguzi wenyewe. Ndugu zangu, ukishakuwa nje ya uchaguzi, mara tu baada ya bunge kuvunjwa, vyama vya siasa vitasitisha shughuli zote, tutaingia kwenye harakati za kiuchaguzi. Sasa kama haushiriki uchaguzi, unawezaje kuzuia huo uchaguzi? Huna wagombea kwenye kata, huna mawakala ambao kama unataka kuzuia uchaguzi kwenye vituo, anayeweza kuwa wa kwanza ni wakala wako aliyeko kituoni. Sasa huna wakala, huna mgombea, hivi huo uchaguzi unauzuiaje? Kwa hiyo sisi tunaamini tunaweza kuzuia uchaguzi tukiwa ndani ya uchaguzi. Mbili, dhana ya no reform no election ilianza kama kampeni mnamo mwezi Januari mwaka 2020 na baada ya retreat ya kamati kuu ya chama iliyofanyika Makueni nchini Kenya. Kaunti ya Makueni kule Kenya, hoteli inaitwa Kusimbungio, ndiko chimbuko la no reform no election lilianzia. Na hii ilikuwa Januari mwaka 2020. Kwa wale wanaodhani kwamba dhana ya no reform no election ni ya mwaka 2024, ni bahati mbaya hawana taarifa sahihi. Hii ilikuwepo tangu Januari mwaka 2020, na niliyeko mbele yenu hapa ni kati ya watu wawili walioachwa Nairobi na kamati kuu ya chama kukamilisha mpango huo. Niliachwa mimi na mkurugenzi mwingine mmoja, tukabaki Nairobi siku 8 na wataalamu mbalimbali kukamilisha andiko hilo, na tukarudi tukiwa na nakala ya andiko hilo mwaka 2020. Kwa hiyo dhana ya no reform no election ilikuwa ni kwa ajili ya kuunganisha makundi na jamii ili kupigania mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi ndani ya nchi yetu, na ilikuwa ni maandalizi ya kwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Nyaraka hiyo ilipewa jina Roadmap to the General Election 2020. Ndio jina la hiyo nyaraka. Na hiyo nyaraka ipo, nina nakala yake. Tukilazimika tutaiweka hadharani ili taifa lijue dhana hiyo ilianzia wapi. Kwa hiyo wale mnaofikiri ni kitu kimeanza juzi 2024, kwa kweli hicho sio sahihi. Ni kitu kilikuwepo tangu mwaka 2020 na bado tuliweza kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Dhana hiyo ya no reform no election ikiwepo, tuliweza pia kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024. Dhana hiyo ya no reform no election ilikuwepo, na hata tamko la kamati kuu la tarehe 11 Disemba mwaka 2024 la tathmini ya uchaguzi wa serikali za mitaa, mimi nilikuwepo. Ukisoma lile tamko la maandishi, hakuna mahali tuliweka hiyo dhana. Na hata ukisikiliza hotuba ya mwenyekiti wa wakati huo, Mheshimiwa Mbowe, alisema tukifika mwaka 2025 wakati wa uchaguzi, kama hakuna reform, chama kitafanya maamuzi sahihi. Ndio ilikuwa kauli. Hakusema tutazuia uchaguzi.
Kwa hiyo wale wanaojaribu kusema hii ilifanyika wakati wa mwenyekiti Mbowe, ni kweli